Iran na Israel zimetangaza kusitisha mashambulizi kwa sasa, lakini zimeonya kwamba zitajibu kwa nguvu ikiwa usitishaji huo mapigano utakiukwa tena. Mahakama nchini Kenya yabariki uamuzi wa bunge la nchi hiyo kumuondoa madarakani aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua. Mahakama imekubaliana na maamuzi hayo, na hadi sasa Rigathi Gachagua bado ameondolewa madarakani na sio naibu rais wa Kenya. Na tunaangazia vita vya Mashariki ya Kati, namna vimeathiri soko la hisa na usafirishaji hasa wa majini, ikiwa ni pamoja na kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz ambao ni muhimu zaidi duniani. Ukiangazia upande ule wa wawekezaji wengi wamekimbilia Umarekani, kiasi cha kwamba hata soko la hisa la London limeathirika. Tarehe 9 mwezi Juni mwaka 2026. Kwanza nampisha mwenzangu hapa studioni Halima Nyanza aweze kukusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Halima, karibu. Asante Skola. Iran na Israel zimesema kuwa zimesitisha mashambulizi kati yao baada ya kushambuliana kwa mara ya kwanza tangu zilipofikia makubaliano ya kusitisha mapigano Aprili mwaka huu. Hata hivyo, Israel imeionya kushambulia tena Iran iwapo kutakuwa na mashambulizi zaidi, na Tehran nayo imeapa kufiatulia risasi makombora iwapo itaendelea na mashambulizi dhidi ya Hezbollah nchini Lebanon. Akizungumza na BBC, Rais wa Marekani Donald Trump, ambaye alitaka kusitishwa kwa mapigano hayo, amesema alimtaka Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kutumia busara. Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu imesimamisha kazi mara moja mwendesha mashtaka wake mkuu Karim Khan kutokana na madai ya kwenda kinyume na miiko ya kazi yake. Hata hivyo, Karim Khan amekuwa akikanusha tuhuma dhidi yake juu ya madai ya utovu wa maadili ya ngono. Zaidi na Victor Kenani. Taarifa iliyotolewa na mahakama hiyo ya ICC imesema Khan atasimamishwa kutekeleza majukumu yake mpaka pale uamuzi wa mwisho kuhusu kesi yake hiyo utakapotolewa. Wanachama wa mahakama hiyo ndio wana uamuzi wa mwisho. Mwaka jana Marekani ilimwekea vikwazo Karim Khan baada ya kutafuta kibali cha kukamatwa kwa Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na aliyekuwa waziri wa ulinzi Yoav Gallant kutokana na kuhusishwa kwao na vita vya Gaza. Wizara inayoshughulika na michezo nchini Somalia imethibitisha kuwa mmoja wa waamuzi wa mpira wa soka barani Afrika na raia wa nchi hiyo Omar Artan amekataliwa kuingia nchini Marekani kuchezesha michuano ya FIFA ya Kombe la Dunia itakayoanza Alhamisi licha kuwa na vibali halali. Mkurugenzi mtendaji wa kikosi kazi kinachohusika na michuano hiyo ya Kombe la Dunia nchini Marekani, Andrew Gillian, ameiambia BBC anaunga mkono uamuzi wa kumzuia kuingia nchini humo na kwamba hawataruhusu mashindano hayo kwa fursa kwa magaidi kuingia nchini humo. Kila uamuzi wa kutoa visa ni uamuzi wa usalama wa taifa, na kikosi cha ulinzi wa mpakani CBP kumeamua kumzuia asiingie nchini kwa sababu wametambua kuwa ni jambo bora kwa usalama wa si raia wa Marekani peke yao, bali kwa wageni wote wa kimataifa ambao wamekuja. Kwa hiyo tunaunga mkono uamuzi huo kwa moyo mmoja, na hilo halitatenguliwa. Na polisi kaskazini mwa Nigeria wamesema watu 39 wametekwa nyara. Maafisa katika jimbo la Zamfara wamesema watu hao walikamatwa na watu wenye silaha walipokuwa kikutana kuzungumzia suala la kuongezeka kwa vitendo vya utekaji. Operesheni za kuwatafuta zinaendelea. Matukio ya utekaji na kudai fedha kwa ajili ya kuwakomboa waliotekwa ni tatizo kubwa katika maeneo ya kaskazini na kati mwa Nigeria. Hii ni BBC. Kutoka hapa studioni kulia kwangu ni mwenzangu Halima Nyanza amekusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Unasikiliza Amka na BBC, msikilizaji, na hapa ni idhaa ya Kiswahili ya BBC. Unaweza kutusikiliza kupitia redio wa shirika mbalimbali. Nchini Tanzania, Radio Kwizera Ngara, Radio Free Africa, pamoja na Radio 1, DRC, Lizadel Radio na Radio Muungano kule Beni. Nchini Kenya, Count FM, Nyota FM na Pamoja FM. Uganda, Radio Kitara, Radio Lira, Radio Paidha, lakini pia internet katika bbcswahili.com. Matangazo ya pia yanakujia moja kwa moja msikilizaji kupitia ukurasa wetu wa Facebook pamoja na YouTube. Rambaza tu andika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga.
Israel na Iran zimesema zimesitisha mashambulizi dhidi ya kila mmoja baada ya nchi hizo mbili kurushiana makombora kwa mara ya kwanza tangu makubaliano usitishaji mapigano mwezi April. Zaidi na Victor Kenani. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alisema siku ya Jumatatu kwamba nchi yake ilikuwa imesitisha mashambulizi kwa sasa. Hata hivyo, alisisitiza kwamba mapambano dhidi ya Iran na Hezbollah bado hayajamalizika. Iran na Hezbollah ni dhaifu zaidi kuliko wakati mwingine wote, na sisi tuna nguvu zaidi kuliko wakati mwingine wote, lakini mapambano yetu dhidi yao bado hayajamalizika. Ikiwa utawala wa kigaidi wa Iran utafanya kosa la kutushambulia tena, tutajibu kwa nguvu, kwa sababu Israel ina haki kamili ya kujilinda na tutaitumia haki hiyo kwa kiwango kinachohitajika. Kauli hiyo ilitolewa saa chache baada ya jeshi la Iran kusema kuwa lilisitisha operesheni zake baada ya kutoa kile lilichokiita jibu lenye maumivu dhidi ya Israel. Iran iliahidi kuchukua hatua kali zaidi na zenye kuumiza zaidi iwapo Israel itafanya mashambulizi mengine, ikiwemo nchini Lebanon ambako majeshi ya Israel yanapambana na kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran. Tehran ilirusha makombora kuelekea Israel siku ya Jumapili kulipiza kisasi kwa mashambulizi dhidi ya Beirut. Israel ilijibu mapema Jumatatu kwa kushambulia kile ilichosema ni maeneo ya kijeshi ndani ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Katika mazungumzo na BBC, Rais wa Marekani Donald Trump alikanusha kwamba Netanyahu alipuuza matakwa yake kwa kuanzisha mashambulizi hayo. Ikulu ya White House ilithibitisha kuwa Trump alimpigia simu Netanyahu kujadili mzozo huo. Afisa mmoja wa Israel alisema kuwa Israel ilisimamisha mashambulizi yake kwa ombi la Trump. Mashambulizi ya kurushiana makombora yaliyoanza Jumapili yaliendelea hadi Jumatatu asubuhi, huku Iran ikirusha makombora mengine kuelekea Jerusalem na maeneo ya kati na kusini mwa Israel, kulingana na mamlaka za Israel. Mkuu wa shirika la dharura la Iran, Jafar Miadva, aliliambia shirika la habari la Tasnim kwamba mashambulizi hayo yaliwajeruhi watu 14 katika mji wa Mashar na mtu mmoja mjini Tehran. Vifo na majeruhi pia viliripotiwa nchini Lebanon, ambapo wizara ya afya ilisema watu 5 waliuawa na 8 kujeruhiwa katika shambulizi la Israel dhidi ya mji wa Taya kusini mwa Lebanon Jumatatu. Makubaliano ya usitishaji mapigano yaliyoratibiwa na Marekani kati ya serikali za Israel na Lebanon yameshindwa kumaliza mapigano. Hezbollah imekataa makubaliano hayo, ikitaka Israel iondoe kikamilifu majeshi yake. Katika wiki za hivi karibuni, Marekani imekuwa ikiishinikiza Israel kupunguza operesheni zake za kijeshi ili kutoa nafasi kwa makubaliano mapana zaidi na Iran, ambayo imesisitiza kuwa makubaliano yoyote lazima pia yahusishe mzozo unaoendelea nchini Lebanon. Ni taarifa yake Victor Kenani. Maafisa nchini Ufilipino wamesema watu 35 wamekufa baada ya tetemeko la ardhi lenye kipimo cha ukubwa wa 7.8 kukumba eneo la pwani ya kisiwa cha Mindanao kusini mwa taifa hilo. Tetemeko hilo limesababisha pia kutolewa kwa tahadhari ya tsunami nchini humo, pamoja pia na Indonesia, Japan na Australia. Hata hivyo, tahadhari hizo ziliondolewa ama kupunguzwa kiwango kwa muda mfupi baadaye. Zaidi na Halima Nyanza. Ni sauti za watoto wanafunzi wa shule waliojawa hofu wakiwa katika taharuki ya kukimbia baada ya paa la jengo walilokuwemo kuporomoka, huku ardhi ikitikisika kutokana na tetemeko hilo la ardhi. Video na picha zinaonyesha majengo yakiporomoka, ikiwemo migahawa ya vyakula iliyogeuka vifusi, huku maporomoko ya ardhi yakirekodiwa katika baadhi ya maeneo. Maafisa nchini Philippines wamesema watu wapatao 134 wamejeruhiwa, huku familia takriban watu 10,000 kupoteza makazi. Taarifa iliyotolewa jana na mamlaka nchini humo imetaja vifo vya watu 31 vilivyotokea katika eneo la Sorsogon na wengine 4 katika eneo la Davao. Katika taarifa yake, Rais wa Philippines Ferdinand Marcos Jr. ameagiza kusitishwa kwa masomo katika maeneo yote yaliyokumbwa na tetemeko hilo, ambapo jana ilikuwa ni siku ya kwanza baada ya shule kufunguliwa. Matetemeko ya ardhi ni jambo la kawaida nchini Philippines, ambapo mengi yao ni madogo na yasiyo na madhara makubwa, lakini mengine yamekuwa yakisababisha vifo. Septemba mwaka jana, tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa kipimo cha 6.9 katika jimbo la kati la Visayas lilisababisha vifo vya zaidi ya watu 70. Ni taarifa yake Halima Nyanza.
Mahakama nchini Kenya imethibitisha kutimuliwa madarakani kwa aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua, ikiamua kwamba kuondolewa kwake ofisini mnamo Oktoba mwaka 2024 kulikuwa halali na kwa mujibu wa katiba. Majaji wanasema kwamba bunge lilitekeleza wajibu wake ndani ya mipaka kikatiba na wametupilia mbali hoja kadhaa zilizowasilishwa na mwanasiasa huyo, ikiwemo madai ya kwamba mchakato wa kumuondoa madarakani ulikiuka na ulikuwa pia na upendeleo na kwamba hakukuwa na ushiriki wa kutosha kwa umma. Lakini je, ana nafasi nyingine kisheria? Na hii inamaanisha nini kwa hatima ya mwanasiasa huyo wa Kenya ambaye anajinoa kugombea urais katika uchaguzi wa mwaka 2027? Nimezungumza na mwandishi mwandamizi wa BBC Leila Mohamed. Mahakama